Hebu tafakari, una uchungu wa uzazi, afueni yako ni kufika hospitalini kupata usaidizi wa kujifungua. Lakini wale wenye majukumu ya kukupa afueni hii wanakugeukia. Mtazamaji, hii si hadithi ya kubuni, ile ni ukweli wa mambo kama tulivyoweza kushuhudia katika hospitali kuu ya huko Bungoma. Na mama mmoja mjamzito alifika kujifungua akashikwa na uchungu, lakini badala ya wauguzi kumhudumia wakamwacha sakafuni akiwa na uchungu mwingi. Na kuongeza kinaya zaidi ni kwamba wauguzi hao basi pia walihusika katika kumzaba makofi mwanamke huyo, wakimkemea kwa kile alichodai kwamba amekuwa akiwapigia kelele. Na katika taarifa hii ya kipekee tunauliza, ni vipi unyama umewatoka hayawani na kuwaingia binadamu? Alikuwa analialia akisema aje anasikia kusukuma. Akienda kwa ile room ya kujifungua, au manases wanamwambia aje, saa yako ya kujifungua bado, hebu rudi, saa yako ikifika tutakuja tutakuita. Sasa alienda huko mara mingi, wakimfukuza akirudi. Kilichofuata ikawa ni kunyanyaswa na kudhulumiwa zaidi na wakunga wa hospitali hiyo. Katika picha hii ya kipekee, mama huyu anaonekana akilia kutokana na uchungu wa kujifungua, akilalamika kwa uchungu na maumivu makali. Aendelea kuita usaidizi wa wauguzi au wakunga kwa zaidi ya saa 2, lakini wote wanajitia hamnazo na kumwacha kigaragara kwa maumivu bila kupokea usaidizi wa aina yote ile. Na matokeo yake ikawa ni kujifungua mtoto akiwa sakafuni. Alianza kusukuma mtoto hapo. Sasa mama mwenye alikuwa hapo pia wakajaribu kuita hao manases wakuje wamsaidie. Hawakukuja kwa time inafaa. Baadaye wakunga hao wanaonekana kujileta kwa kujivuta, na badala ya kumpa huduma ya kwanza wanamzaba makofi kwa sababu ya kujifungua sakafuni na kumwaga damu ya kizazi chake. Kaanza kumgombanisha, wanamchapa, wanamwambia kwa nini anazalia hapo nini. Mama anajitetea bata wako anamsikia. Sasa wakati wa mtoto wakamwambia mama atembee mpaka huko penye mama anajifungua, ndio waende wamalize kumtoa hizo vitu zote huko, ati wawezi inama kumtolea hapo. Kulingana na wandani wetu, ni masala ambayo hufanyika katika hospitali hii mara kwa mara, kwani hata mama huyu yalimpata wakati wa kujifungua. Nirudi nyumbani kama siku 2 na tumbo inafura, naanza kuumwa kusaidi. Wakati alirutisha feta sasa kupasuliwa mara ya pili, ndio sasa wakapata pamba iko ndani na usaha ilikuwa imekaa kwa tumbo. Lakini wauguzi hao huwa wapesi wa kujitetea. Management here is very good. The number has increased. Sasa vitanda ni vichache. Vitanda Vitanda zimekuwa vichache. Kuna siku tu akikuja kuzaa ni wengi. They share tu. Na kuna watu tumwa huko nje. Mistreatment hakuna. Anaweza fanyiwa hivi kumaanisha hata mimi naweza fanyiwa. Sasa mimi niliamua nisizae hapo. Tulitoka hapo nikaenda kuzaa kwa hospitali nyingine ya Mission. Licha ya serikali kutangaza kujifungua kwa kina mama bure katika hospitali za serikali kote nchini, Wizara ya Afya chini ya uongozi wa James Macharia itabidi angalie tabia za baadhi ya wauguzi na wakunga katika utoaji wao wa huduma za kujifungua, kwani idadi kuu ya vifo vya watoto wachanga husababishwa na uzembe wa aina hii kutoka kwa wakunga, huduma duni, uzembe wa hudumu na ukosefu wa vifaa muhimu, miongoni mwa sababu nyingine inayoweza kuzuilika na kuepusha madhara zaidi kwa kina mama wakati wa kujifungua, kwani tusipoziba ufa tunachelea kulazimika kujenga ukuta. Wakati ni sasa kuwanusuru kina mama wazazi. Hussein Mohamed, KTN leo.